Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. 29 ilikuwa taharuki, yani nchi ilikuwa inajiandaa kwa tukio kama lile. Yani kwa Tanzania ilikuwa ni mara ya kwanza kufanyika jambo kama lile. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakipuuzia, serikali ilikuwa inapuuzia, yani hakuna hata mtu alikuwa na mpango na hicho kitu. Yani walijua kwamba tumesema tu lakini hatuwezi tekeleza. Kwa hiyo hiyo ndio ilisaidia sana hiyo jambo likafanikiwa, kwa sababu watu pamoja na serikali ilikuwa haijajiandaa kwa tukio kama lile, kwa ukubwa ule na kwa ile taharuki ambazo watu walikuwa wameifanya. Naweza kusema yale maandamano tarehe 29 kwenye mitandao, naweza kusema ndo maandamano ambayo tuliongea vibaya zaidi hata sasa hivi tunavyoongea. Maana mimi nilikuwa mmoja wapo. Yani tulikuwa tunaongea vibaya kuhusu kuchoma transformer, kuchoma nini ofisi, kata vidole vya watu waliopiga kura. Yani ilikuwa ni maandamano ambayo yanahamasisha kwa ngumu. Na watu walikatwa vidole kweli. Yani ilikuwa ni maandamano na hamasisho kwa lugha ngumu, lugha ambayo yani huwezi kuitegemea kama inaweza kufanyika. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa ni jambo kitu cha mara, yani kitu cha kisicho cha kawaida kwa Tanzania, walijua tu yani ni maneno tu, hatuwezi kuchoma transformer, hatuwezi kuchoma nyumba. Yani tutachomaje nyumba? Yani alikuwa wanaona kama vile ni story. Kwa hiyo ilivyofanyika kiukweli, sasa hivi ndio akili zimewakaa. Na ndio maana unaona sasa hivi kuna mapolisi, kuna wanajeshi na kuna watu ambao ni watu tu wana silaha. Yani ni mtu tu, yani sio anaokotwa wapi, sio ni CCM wanapewa tu silaha wanakaa nazo. Yani kuna ni vitu vya kijinga, yani kudhibiti, kwa sababu wameshafahamu kwamba Tanzania kumbe wakiamua wanaweza. Kwa hiyo kitu ilikuwa taharuki. Hata huyo Samia unakumbuka, yani mara ya kwanza alisema sio sisi, ni nchi za nje wamekuja kufanya mambo kama hayo. Walikuwa waamini kama ni sisi. Kwa hiyo yani ile ya tarehe 29 kilichosaidia sana ni kwa sababu walikuwa ni matomaso. Hawaamini kama itatokea. Kwa hiyo yani kwa sababu kimetokea na wamekiona, sasa hivi ndio maana amekuwa makini sana. Ukisema kitu wanajaa kama sisimizi barabarani. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria ni muhimu sana alivyosema kwamba tuwe na siri kwenye kufanya mambo. Yani mimi nakwambia Her Majesty, hili swala bila siri hatutoboi, kwa sababu yani wamejipanga. Yani hao mapolisi wanalinda kibarua, Samia analinda kibarua, mawaziri na viongozi wote mpaka wakina nani hao, wakina Haji Ahmed Harris whatever majina yao, wanalinda vibarua. Kwa hiyo watatumia nguvu zao zote, na hata kama wana hela benki akina Abdul, ili kufanya mambo yasifanikiwe. Kwa hiyo ili swala bila kufanya siri, yani tucheze nao kwa akili, kama ambavyo wao wanakaa ofisini mwao wanapanga naenda nyumba fulani kunyakua mtu, na sisi tupange hivyo hivyo, tunaingia nyumba ya mtu fulani leo tunafanya tukio. Yani tunapanga kwa siri. Unajua tukiwa katika chumba cha siri, kwa mfano tukiweza kukaa kwenye ile Discord, ile ndio itatusaidia hata tukisema kwamba leo tunakwenda ofisi fulani ya mtendaji, tukutane pale saa fulani, inakuwa rahisi kwa sababu tuko wenyewe kama wenyewe, tuna nia moja, nia yetu ni moja, tunaongea lugha moja. Kwa hiyo tukisema leo tuibukie sehemu fulani, watu 10 tuibukie sehemu fulani tufanye jambo fulani, wanashangaa tu ghafla jambo limefanyika. Lakini hapa mtandaoni, hapa kwenye TikTok wanaingia mtu yoyote, hatutafanya jambo lolote. Yani hatutaka tufanikiwe, kwa sababu kila tunachokisema hapa kiko open. Ni sawa tuendelee na hizi movement za maandamano, ni sawa 25 tutoke kama kawaida, ni sawa tusiseme tunatokea wapi. Hiyo ya kusema kwamba maandamano yaanzie sehemu fulani kwenda sehemu fulani, hiyo tuiache. Tuanze kutoka kama unatoka tu nyumbani kwako, unaanza ukiweza kuvuka na kutana na wenzako, mkao kundi kubwa, ni vizuri, then hapo mtapanga mwelekeo wapi. Lakini hiyo ya kusema kwamba tuende sehemu fulani, yani tuseme location kama tulivyosema juzi tunaenda kwa Mamposa sio jana, yani hiyo kitu isifanyike tena. Tusiwe tunasema location kabisa, yani hata kwamba tunataka tukaharibu nini, hamna haja ya kusema, kwa sababu tukisema tunavamia ofisi za serikali, na maana hiyo siku tukitoka watakimbilia kwenye yale maeneo ya ofisi za serikali, wataenda kukaa yale maeneo wakijua kwamba tutakupitia kule. Kwa mimi nadhani cha kufanya sasa hivi tujitahidi tu kuhamasishana swala moja la kutoka. Tumeshasema kodi tunaijua ni Mo 29. Sasa hiyo Mo 29 ukitoka toka tu ukiwa
yaani toka tu toka tu barabarani utakaokutana nao ungeni, lakini uwe na vitu vyako hivyo tu. Yaani tusifanye mambo kuwa mengi. Toka utakaokutana nao yaani tunaongozana kuelekea mbele, then utakavyofanikiwa kufika tutafika. Lakini hii ya kusema tunakwenda sehemu fulani tuanzie sehemu fulani, hii haitatuwezesha jambo lolote. Lakini la muhimu mno tutafute namna ya kuwa na secret room. Yaani hilo ndio litakalotusaidia, otherwise hapa tunafanya makida. Yaani tarehe 25 ni kesho kutwa, ndugu zangu, tuko hapa, tutaona jinsi ambavyo watakavyojaza watu kwa barabarani. Yaani sijui tutafanya nini, kwa sababu wenyewe wanaogopa kupoteza vibarua vyao, na huyo Samia ndo anawapushi vibaya mno, maana naye anaogopa kupoteza kibarua chake. Anaogopa tukitoka barabarani, tukionekana, tukituma picha, inazidi kupeleka ushahidi kwamba tunazidi kumkataa kwenye nchi, kwa hataki hiyo message iende kimataifa kwamba tunamkataa. Yaani anazuia kwa hali na mali Tanzania ionekane kuna utulivu, lakini moto humu ndani hataki uvuke. Na ndio maana unamwona Mwigulu anapita kila mahali anaongea upumbavu, yaani upumbavu uliooza. Anajitahidi kuongea mambo ya ujinga. Yaani yule baba sijui hata kama ni mwanaume ama ni mwanamke. Mimi sijuaga hata yule baba akili gani. Eti ni baba kabisa, eti mwanamume mtu mzima kabisa. Yaani yule baba ni mjinga. Bwana angekuwa hata ninanilia anafanya hayo mambo, hata angepewa hata Baba Levo akawa anafanya hiyo kazi anayofanya Mwigulu. Yaani nadhani yeye Mwigulu na Baba Levo, bora Baba Levo anaongea upumbavu, yaani ni muongo. Yaani anaongea uongo mpaka unasikia kitu kinakaba kwenye moyo, kama vile yaani si upasue TV ama upasue simu, yaani anavyokera. Sasa unaweza ukaona yote yale anafanya sio kwamba ni mjinga, ni kitu ambacho kiko planned. Anakisema kama waziri wa hiyo nchi yao, akijaribu kuonyesha mataifa, kwa sababu baada ya hapo vipo vinaandika waziri mkuu amesema hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tayari inaonekana nchi iko na amani. Wanachokifanya ni kusafisha na kuonyesha kwamba wako na amani. Waziri wa vijana anaongea vijana sisi tutafanyia hivi na hivi, anajaribu kuonyesha kwamba tuko na amani, vijana wako sawa. Tusikubali kabisa. Tujaribu kutafuta namna tutakavyoweza kutoka kama group, kama watu wengi, tuandamane na tuchukue picha. Yaani tuandamane, na nilivyosema mimi nasemaga kila siku, yale mabango tuliyoandaa vitambaa, kuna wengine alichomwa moto yalitupwa, mengine bado yapo. Wale ambao wana yale mabango wasiyatupe. Siku utakapotoka, siku yote utakapotoka, tia ile bango lako kwenye pochi, kwenye sehemu yote, tembea nalo, maana ni kitambaa sio kitu kikubwa. Tukifanikiwa kukutana wengi, yale mabango yanyanyuliwe, mtu mmoja apige picha haraka, then hivyo ile picha tukiituma kwenye mitandao inaenda kwenye nchi za nje, inaonyesha kabisa, na mtu atakayepiga ile picha hakikisha kuna mtu anasema kabisa tarehe husika ile tukio, kwa sababu wanatabia kufanya ni mambo ya tarehe 29 kabisa. Leo tarehe 25 tumeandamana, hatumtaki Samia, hatutaki serikali yake, hatuwatambui hivyo. Yani anaongea kabisa like anaongea tarehe husika, ili tutakapoposti kwenye mitandao ikaenda viral, ifike na ujumbe wa tarehe. Hawa watu wanazuia hilo jambo lisifike nje, wanataka wadanganye watu kwamba tuko na amani. Yani Tanzania ni waongo, yani rais unakuwa muongo mpaka nchi za mataifa zinakushangaa. Yani ni waongo, wanajaribu kuficha kwamba hatuna matatizo yoyote. Sasa sisi tujitahidi, tufurukutavyo, lakini tujitahidi tujitutumue mpaka tuweze kutoka. Tukutanike hata kama tukiwa 100, hata kama tukiwa 200, tukiwa na mabango, hata kama akiwa na mabango watu 20 katika 200, wale wakae mbele wenye mabango, mmoja azungumze, mmoja achukue picha haraka, then tunatuma mitandaoni. At least tuonekane kwamba hatujatulia bado. Tusikubali kutulia, tusikubali kutulizwa, tujitutumue. Najua wanatuzuia sana, lakini tujitutumue tuweze kutoka jamani. Tujitutumue, ongea na ndugu zako, ongea na marafiki zako, tutoke. Tarehe 25 tutoke, hata kwa masaa 3, hata kwa masaa 4, then turudi nyumbani. So lazima tutoke the whole day, basi angalau at least tutoke hata kwa masaa machache, tujaribu kuonyesha ulimwengu kwamba bado tuna matatizo kwenye nchi yetu. Amnesty wamefanya kazi yao nzuri sana, lakini tunavokaa kimya, wananchi inafanya dunia inaona kama amerelax hawa watu. So na sisi tujifurukute humu ndani, tufanye mambo. Vijana tujitahidi, tufurukute, tupaze sauti yetu kidunia, ionekane, apart from TikTok kuongea, apart from huko Instagram, lakini tutoke. Tusiache kutoka. Hii kutoka na kupiga picha ni muhimu kushinda jambo lolote. Na kama una bango, usiache bango lako nyumbani, tembea na kile kidani chako. Tafadhali, hii jambo la msingi sana kwa ajili ya kumbukumbu na kwa ajili ya kuonyesha kwamba bado tunahitaji msaada wa kimataifa kwenye nchi yetu. Tafadhali, mimi ninadhani, sijui niseme nini jamani, naomba tutoke. Hilo ndio ombi langu kubwa kushinda mambo yote. Taharuki tutazifanya, lakini taharuki bila kutoka, hizo taharuki zinatokea wapi? Tutoke.
tutakaotoka tutafanya taharuki, na wengine ambao wapo watatoka, lakini tutoke kwanza, angalau tutoke kwanza. Tusiseme kwamba tusubiri taharuki. Sasa atakaanzisha taharuki ni nani kama sio sisi? Kwa hiyo tusisubiri taharuki kwanza, tutoke tufanye taharuki, afu wengine wale ambao hawajazoea hizi kazi zetu za maandamano, hao watatoka baadaye. Lakini sisi ambao tuko kwenye TikTok, jamani, tuwe mfano, tutoke tukasababishe jambo, na huko mtaani tuzungumze, tuongee na watu huko mtaani, watu unaowaamini. Tafadhali ongea na unayemwamini, mtu ambaye unajua huyu ni mtu wangu, huyu ni damu yangu. Usiongee na mtu ni mtu. Sasa hivi hatuelewani, na tuelewe kabisa, tena hatuelewi kabisa. Yaani tafadhali ongea na mtu unayemwamini, mtu ambaye unajua kwamba hawezi kukuchoma. Watu wanaokotwa sana. Mimi ndio ombi langu hilo, nitazidi kukaa hapa juu, kama nikipata cha kuchangia nitachangia tena. Asante. Sana mimi naongea tu dakika moja na waacha. Mimi nashukuru sana mjadala wa leo. Asilimia kubwa tumeongea kuhusu strategies, hatujapiga nondo, na kwa hizi siku zilizobaki nondo hazina umuhimu sana zaidi ya mikakati ya namna gani tunatoka na mikakati gani tunafanya watu wapate taarifa na kutoka. Hilo kwa host umefanya kazi kubwa sana kuregulate huu mdahalo, kuhakikisha tunapigia makofi mwenyewe au ya sisi hatuna access ya kukupigia makofi. Unajua ukitembea kwenye live nyingi utaona bado watu wanaendelea kupiga nondo, sijui Samia amefanya hiki, sijui nchi inaelekea hivi, lakini bado kuna kitu kikubwa sana tunakisahau. Je, tunafanyaje? Ni mikakati gani tunaiandaa kwa ajili ya tarehe 24 na 25? Je, tunafanyaje ili watu watoke wakiwa salama na watu wengi watoke? Maana uchawi ni namba. Yaani uchawi sio nondo tunazozipiga. Uchawi ni namba. Namba ikishatoka, ikishakuwa kubwa, mambo mengi tu yatajiseti yenyewe automatic kule kwenye field. Kwa hiyo tuendelee na hizo strategy. Naamini mengi ambayo tumejadili yatafanywa kazi au tutayafanyia kazi. Na nani dada Jesti kuna ambao umezungumzia umeyanoti. Nashukuru sana. Mwe na usiku mwema. Tukutane sijui ni leo, maana kwetu sasa hivi ni saa 10. Ya leo baadaye kaka Sosho. Asante sana kwa mchango wako. Una thamani kubwa sana. Ya. Asante. Basi asubuhi njema. Amina. Asante. Ngoja tumkaribishe Nay Absolute. Nay's Absolute. Sijui umelala, sijui uko macho, sijui uko wapi. Nay's Absolute. Nay's Absolute. Jamani, umelala? Nondo wakati mwingine zikiwa nyingi sana, unajua mtu unaona kama redio unasinzia. Wakati mwingine mimi nasinziaga pia vile. Tumepata mgeni pia mwingine hapa, ngoja ameshuka. Oi, naona mpanda bahati mbaya. Yani kwa kweli leo tumeongea vizuri, kusema za ukweli. Yani washiriki wote hapa tumeongea vizuri sana. Yani tumejikita sana kwenye ya nini kifanyike, mbinu. Yani hatujaweka malalamishi sana, hatujaweka manondo sijui nini. Mimi nimependa, na pia tumeongelea mambo ya mawasiliano kama hivi, jinsi gani tutaweza kuwasiliana. Blessed hapo umekuja na idea nzuri sana. Na tufanye nini sisi watu waliokuwa huko, waliokuwa abroad, na watu wa chini pia wafanye nini, usalama. Kwa kweli mimi nimependa sana, tumeongea vitu vya msingi vya kujenga sana. Na ninafurahi sana watu wakija hapa wakiwa wana appreciate kwa kile tulichokifanya sisi kwa pamoja. Ni jambo zuri, sana. Siku chache zimebaki, tufocus tu jamani. Tutoke kwa wingi, kwa kweli tutoke tu kwa wingi. Siri ni namba. Hiyo ndio kauli yetu siku zote, siri ni namba. Kwa sababu hata hiyo mataharuki, hayo maandamano, sijui makombolero, sijui manini, at the end of the day tunataka watu wengi tu. Yani watu wengi kutoka. Ni kutoka tu. Na kutangaza mataharuki hata sio mpango mzima, ingawa potelea mbali, atakayekuja aje hivyo. Mtu wa taharuki hatoke nje, asiyekuwa na taharuki na mabango yake atoke nje. Tunachohitaji watu wawe wengi sana kwa lika zote,
na jinsia zote na aina zote. Ya, ndo hivyo tu. Triple dot, una chochote cha kuongezea triple dot? Triple dot hapa chini, vidoti vitatu. Mimi nilikuwa tu na mimi naongezea tu kama walivyosema wenzangu wengine, pia kama ulivyosema na wewe kuwa tuache kama tulivyokuwa tunaongea mtandaoni, kuwa sijui tukutane wapi, sijui tufanye nini. Na pia kama alivyosema huyo kaka sasa, kuwa inabidi tuweke kama nilivyosema mwanzoni, yani tutafute watu ambao wanafahamiana vizuri, iwe kama 3 4 ambao wanaweza kufanya hizo organize za kuwa tufanyeje, twende wapi, tufanye nini saa hizi, sijui tukutane wapi, itakuwa ni vizuri zaidi. Nashukuru kwa hiyo. Na mimi nataka nipumzike kidogo hapa, niwaache, niwatakia ni usiku mwema, tuendelee kupambana, lakini tusisahau kumuomba Mungu katika mapambano yetu, kwa sababu vita ni kali sana. Kwa hiyo kila tunapolala, kila tunapoamka, kila tunapoenda, tunapopanda hapa juu, inabidi tumuombe Mungu ili aendelee kutulinda katika haya mapambano, na pia aendelee kututia nguvu. Nawashukuru sana. Mwena usiku mwema, sijui mchana mwema kwenu. Nashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys. Bye bye.